nini hapo? Kunywa. Wenzeni sio hapo. Yaani kazi uloo tu wewe. Yaani dada wewe ngoja sijui yupo. Yaani kwenye familia juisi za watu. Ngoja sijui wapo. Sisi mtoto wapi hao wazee? Mimi pia bana. Yaani dada mimi mzee simuelewi. Nimetoka hapa nimeenda dukani, nimekuja hapa niomba juisi yangu. Sio wazee mmewatoa wapi? Lakini mdogo wangu nilikwambia usikae karibu na yaani vitu vyako na huyu mzee jamani. Mbona hivyo? Wewe mzee nilikwambiaje? Wewe nilikwambieje? Wewe unataka juisi Unataka kula Unapopa kula tu si ndiye? Sasa kula kabisa. Sio unataka kula. Kabla hujafanya jambo kwa mwenzako hata kwako. Nilichokiona ni kweli ama nimeona vibaya? Mbona huyu binti kama nina wasiwasi naye? Sije ikawa mdogo wangu ananigeuka. Nahisi kama hayuko upande wangu kabisa. Sasa tamnyoosha, dawa yake nayo. Vipi mjomba? Vipi umemfikisha? Baridi mjomba, yeye kashapanda gari nini, sema ndio hivyo tu, chuma yana huzunika. Una uhakika kabisa kwamba kapanda gari? Uhakika mjomba. Sawa. Unanidai shilingi ngapi? 3000. 3000. Ngoja nikupatie hela yako. Yeah. Baridi mjomba. Sasa mwana, takukoro siku nyingine sawa? Wewe tu mjomba. Sawa. Mjomba. Naam. Kwani yule binti ameondoka? Ndio mjomba, kaondoka. Mbona ghafla hivi? Ni kweli, lakini kuna dharura imetokea nyumbani kwao. Kapigiwa simu, ndio maana kaondoka kwa haraka sana. Sawa. Kuna nini mjomba? Hakuna kitu isipokuwa mimi nimekuja hapa kwa lengo moja tu la kujiuguza. Ndio. Lakini pamoja na kujiuguza, najua mjomba wangu una nia njema na mimi. Ndio. Na nashukuru kwa hilo. Ila ombi langu moja tu, naomba unitafutie nauli mimi niondoke. Mjomba, nauli tena? Naam. Lakini mjomba, mimi naipenda sana ndoa yako na sitaki niibomoe. Najua kabisa nikiendelea kukaa hapa nitahatarisha uhai wa ndoa yako. Wewe ni mtu mzima, naomba utafakari kwa hilo. Mjomba, yaani unajua unanichanganya kusema hivyo, kwa sababu wewe hapa umekuja kwa ajili ya matibabu. Isitoshe mimi nimetoa pesa zangu kwa ajili ya kukuuza wewe. Hapo ulipo una miezi tu 3 kwenye matibabu. Iweje leo ukatishe matibabu yako? Halafu wewe na ndoa yangu haviingiliani chochote. Kwa hiyo mjomba, nachokushauri wewe, kaa tulia. Matibabu yako yakiisha utaondoka.
Mjomba ni mtu mzima, sawa? Mtu mzima mwenzako anavyoongea inatakiwa utafakari mara mbili, sawa? Tuachane na hayo. Mimi labda nataka nikwambie kitu kimoja. Huyo binti aliondoka, hakuna dharura yoyote, mambo niamini. Isipokuwa tu ni kwamba kuna kitu kimesababisha aondoke, ila narudia tena, wewe ni mtu mzima, hebu chunguza. Sitaki ugombane na mke wako, wala sitaki umuulize kuhusu hili. Tunaongea kiume mimi na wewe. Naomba mjomba, chunguza hichi kitu kwa makini. Kuna muda najiuliza na sipati majibu kabisa, naona giza, kesho yangu imefichwa. Sikiliza wewe mzee, mimi nimekwambia sipiki, yani hapa unavyoniona hapa, namaliza kufua hapa, naondoka sasa ndo kula chips huko, sawa? Weka hapo, jikalishe hapo. Nakwambia utakufa hapo hapo nakwambia. Yaani hapa upati chochote, sawa? Weka hapo, kae unasubiri unapikiwa. Eti mgonjwa unaumwa, wewe jikalishe tu, utakufia hapo hapo nakwambia. Ila kama ukijua nimeshakuchoka, sawa? Yaani hapa nilipo, yaani nimekuchoka mpaka nimekuchoka kweli. Tena ujiandae tu uondoke. La sivyo utakufa hapo hapo nakwambia. Unajiburisha na shati yana unataka uonekane wewe mwanaume sana. Kaa hapo nakwambia. Hapo utafia hapo hapo. Muone kwa sura mbaya. Karibu shoga yangu. Asante, vipi? Poa, vipi? Poa, mzima. Mzima, karibu ni yani nimekusubiri sana shoga yangu. Kweli? Mpaka nifikiri labda umegairi. Haya basi jiandae shoga yangu tuondoke muda huu. Tunaelewa tena. Sawa, ngoja basi nijiandae. Kuna muda najiuliza na sipati majibu kabisa, naona giza, kesho yangu imefichwa. Kama ningejua kesho, huenda ningeacha hichi ninachofanya. Huenda ningejua kesho, ningeongeza juhudi kwenye hichi ninachofanya. Jirani. Niambie jirani. Kula. Nakula sivyo. Unajua nimekutoa faraga hapa. Nilikuwa na mazungumzo na wewe ya muhimu sana. Ndio maana nikaamua nikutoe faraga kama mazingira kama haya. Unajua hapo nyumbani mimi naishi mke wangu na mjomba wangu. Ila sasa sijajua hali ya mjomba wangu napotoka mimi kwenda kazini anaishije. Ndio maana mimi nimekuita hapa nikuombe kama jirani yangu. Nikuombe kama ndugu yangu. Uniangalizie mjomba wangu anaishi mazingira gani nikiwa mimi sipo. Yaani nikwambie jirani yangu, kiukweli mjomba wako anateseka sana. Yaani kama wewe umeamua kunifungukia mimi na mimi nimeamua kukufungukia wewe. Short and clear, mjomba wako anateseka sana. Yaani wewe jaribu kumchunguza mke wako, jaribu kufuatilia nyendo zake, utajua ukweli. Hilo mimi nililijua toka muda. Na tayari nilikuwa nimeanza kuhisi kitu, lakini sikuwa na udhibitisho. Ndio maana leo nikaamua kukutoa wewe, kukuuliza. Kumbe tayari wewe unajua ukweli wote. Ndio hivyo jirani yangu. Kama mimi niliamua kukuambia ukweli, yani wewe jaribu kuchunguza. Yani kikubwa jaribu kumchunguza mke wako. Hicho ndio kinachotakiwa. Kabla hujafanya jambo kwa mwenzako hata kwako, jiulize nini matokeo ya kesho. Mjomba. Naam. Shikamoo mjomba. Marahaba, salama. Naendeleaje? Mimi namshukuru Mungu, naendelea vizuri hivyo hivyo, auchi kuna kucha basi hivyo. Mjomba. Ngoja ipo ndani. Haya sawa.
Mjomba. Naam. Simoni mke wangu kaenda wapi? Huyu mkeo bwana anaendaga hivi, kishafika mida kama hii anaendaga huku anarudi hivyo. Mjomba, umekula? Nimekula. Sikiza mjomba, nikwambie kitu kimoja. Hebu naomba uniweke wazi. Isitoshe wewe uliniambia kwamba nitafute udhibitisho au nichunguze. Tayari nilishachunguza kiasi nimepata, lakini leo nataka uniweke wazi kwamba mimi ninapotoka hapa kwenda kazini, wewe unaishije? Unaishi mazingira gani? Ndio hicho ambacho nakuomba mjomba. Nakuomba sana niweke wazi. Sawa. Mama umesema unahitaji kujua, nikuweke wazi, nikupe ukweli. Kifupi ni kwamba mjomba, mimi sijala mpaka muda huu. Na hii mimi nimeshazoea. Mimi mlo wangu mpaka uwe wewe. Ukiwepo wewe hapo nyumbani, mimi nitakula, nitajaliwa. Lakini kiukweli kama wewe haupo, basi na langu halipo. Maisha yangu nilikuwa naishi siku zote. Ikifika mchana muda kama huu, anakwenda zake huko. Kama ni chips anakula, tena ananiaga kabisa, anaenda kula huko. Akirudi hapa anashughulika na mambo mengine, masuala ya kula hakuna. Nimefikia tu mimi mpaka dawa nakunywa hivi hivi bila hata kula. Jana nyuma, lakini nishindwa nifanyeje mjomba. Ila mimi kwa sababu nimeshazoea, sihitaji ugombane na mkeo. Mimi sija kufarakanisha ndoa ya watu. Mimi nimekuja tu kujiuguza, nipate nafuu, niondoke zangu. Mjomba, kwanza pole. Hivi mwanamke, yani unajua sijatarajia kabisa mke wangu kufanya jambo hili. Hata sitoshe, ni wewe ni ndugu yangu, kwani nafanya kitu kama hicho? Light sasa usingeniambia au wasingeniambia majirani, wewe ungekuwa unaishije? Ungekuwa kwenye mazingira gani? Na hii inatokea kwa watu wengi. Wanashindwa kuzungumza. Sikulaumu sana kwa sababu wewe ulikuwa unatetea ndoa yangu, lakini Waswahili wanasema mficha uchi hazai. Madam, jambo lolote likitokea mjomba, uniambie mapema ili solve. Yaani sijatarajia kabisa mke wangu kama atakuwa hivi. Basi mjomba, hebu chukua hii juice kidogo kunywa. Alafu mimi naingia ndani. Naenda kuchukua pesa nikuletee chakula. Sawa mjomba wangu. Hilo nitalifanyia kazi. Wewe acha nalo. Unafurahi leo tamu kwako, kwangu chungu, ila tambua kesho kwako chungu, kwangu tamu. Juice umetoa wapi? Nakuuliza umetoa wapi? Wewe unanitafuta nini wewe? Mbona unapenda kunitafuta? Wewe mzee, mbona unanitafuta wewe mzee? Wewe nitakuua. Unajua nitakuua mimi? Nitakuua nakwambia. Wewe unapenda kunipenda kichwani. Mbona unanifanyia mimi naumwa mkwe? Wewe unaumwa. Hii juice umetoa wapi? Umetoa wapi? Umetoa wapi juice? Yaani wewe siku hizi unaniibia hela. Unaenda kununua. Kumbe wewe ni mzima eh? Kuna muda najiuliza na sipati majibu kabisa. Naona giza, kesho yangu imefichwa. Kama ningejua kesho, huenda ningeacha hichi ninachofanya. Huenda ningejua kesho, ningeongeza juhudi kwenye hichi ninachofanya. Hujafanya jambo kwa mwenzako hata kwako. Je,
Jiulize nini matokeo ya kesho. Unafurahi leo, tamu kwako, kwangu chungu, ila tambua kesho kwako chungu, kwangu tamu.